Mtazamaji na mfuatiliaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, kipindi hewani ni Love Hour, ukiwa nami mtangazaji wako Ganji, au unaweza ukaniita Charming Mama. Mama mwenye huba langu, ambapo huwa nakuletea mada mbalimbali za mahusiano, kwa sababu tunajifunza, tunaelimika na tunashauriana kwa pamoja. Na leo studio niko peke yangu, na nitakuwa na mada fupi ambayo inasema mahusiano bila kipato ni sawasawa na mzigo. Lakini mwisho wa mada wa kipindi hiki utatuma komenti yako, nami nitaisoma katika kipindi kijacho. Moja kwa moja twende kwenye pointi. Kwa nini nasema mahusiano bila kipato ni sawasawa na mzigo? Ni mzigo kwa sababu unapokuwa hauna kipato inakuwa ni shida sana kwa mwenza wako, kwa maana ya kwamba kwanza unakuwa tegemezi sana, unakuwa unaombaomba sana. Ni hali ambayo itasababisha mpenzi wako kukwazika, kukereka, lakini pia atakuona kama vile wewe ni mzigo kwake. Hivyo itasababisha kuleta mtafaruku wa mara kwa mara, kwa sababu utakuwa na uhitaji wa pesa na mwenza wako huenda hana kwa wakati huo, na wewe ulikuwa unahitaji zaidi. Hivyo ukiikosa itasababisha uanze magomvi, ukaona umenyimwa, italeta mtafaruku kwa namna hiyo. Hivyo ndio maana nasema mahusiano bila kipato ni sawasawa na mzigo. Unakuwa tegemezi zaidi kwa mwenza wako, na hii hususan inawakumba wanawake, kwa sababu anategemea kila kitu kutoka kwa mwenza wake. Yamkini angekuwa na kipato chake mwenyewe, angeweza kujitimizia mahitaji yake bila kuwa na usumbufu wowote. Lakini pia inapunguza kujiamini. Unapokuwa hauna kipato, hujiamini kwa mwenza wako. Utakapokuwa na shida, unashindwa hata namna ya kuomba, kwa sababu unajua nikisema ni muombe hapa itazua mtafaruku, tutaanza kugombana tena. Hivyo mimi mtangazaji wako Charming Mama napenda kushauri kwamba jamani, tujitahidi kuwa na kipato, hususan upande wa watoto wa kike. Utakapokuwa na kipato chako, hautatetereka, utakuwa unajiamini. Utakuwa ni mtu wa kuomba kuongezewa, sio kuomba kabisa. Unajua kuna raha yake mtu anaposema kwamba bwana, nina shida na 200,000, lakini nimepelea shilingi 50,000. Inamuia mwenzio wepesi, anakuwa anaweza, inakuwa wepesi zaidi kukusaidia. Lakini pia unapokosa kipato, unashindwa kuwa na maamuzi. Huwezi kuwa na maamuzi kabisa, kwa sababu ili uweze kuwa na maamuzi lazima uwe na kipato chako. Unaweza ukahitaji kwenda sehemu, unaweza ukahitaji kujumuika na marafiki zako, lakini huna pesa. Lazima utamuomba mwenza wako kwamba mimi naomba, nahitaji kujumuika na wenzangu, lakini unapoenda panahitajika pesa. Hivyo lazima upate pesa ndo uende. Kwa hiyo huwezi kuwa na maamuzi. Lakini unapokuwa na kipato chako, inakuwa rahisi, inakuwa vyema kwako. Ni kitendo tu cha kuomba ruhusa kwamba ndugu yangu, mpenzi wangu, naomba ruhusa, naenda kujumuika na rafiki zangu leo, tunatoka out. Hivyo na maisha yanakuwa mepesi. Lakini swala kubwa kabisa la kukosa kipato ni nguvu ya maamuzi. Swala zima kabisa la kukosa kipato linaumiza watu kihisia. Kwenye upande wa hisia, hii nitaizungumza kiundani zaidi, hususani kwa wenza ambao wanaishi kwa pamoja. Hususani hao ambao wamefunga ndoa na wana familia tayari. Mwanamke anapokosa kipato inakuwa ngumu sana kwake, inamuumiza sana kihisia. Kwanza, mwenza wake anaweza akawa anamnyanyasa ndani ya nyumba, lakini atashindwa kutoka kwa sababu anawaza, nikitoka nitaanza vipi, nitaanza upya. Sisemi kwamba kila unapogombana na mwenzako unatakiwa kuondoka, hapana. Isipokuwa kuna vitendo vya kikatili wanawake wengi hufanyiwa, lakini anashindwa kufanya maamuzi ya kuweza kuondoka, akiwaza nikisema niondoke hapa nitaishi vipi, nitaendaje kuanza upya, itakuwaje kuhusu hawa watoto. Hilo ndio swala zima kabisa linaloumiza kihisia. Anashindwa kumove on, anashindwa kuendelea na maisha yake pale alipo, kwa sababu anawaza hivi, mimi nikisema leo nitoke hapa nitaenda kuanza vipi. Hii yote ni kwa sababu hana nguvu ya kipato. Ila angekuwa nacho, asingekubali kuendelea kukaa sehemu ambayo ananyanyasika, anapata vipigo, anadharaulika. Mwanamume anamuonyesha dharau za waziwazi, akijua kwamba hana pa kwenda. Na mwanamume naye akishajua kwamba wewe kwako huwezi kwenda popote, hauna kipato, ni tegemezi kwake, anakufanyia chochote kile anachotaka, anafanya kile anachojisikia, kwa sababu anajua yeye ndo ana mamlaka.
Ni kweli ana mamlaka, lakini kuna ile kukunyanyasa kupitiliza. Anakunyanyasa lakini unashindwa kuondoka. Yote ni kwa sababu ya kipato. Hivyo jamani, ningependa nishauri, tushauriane mimi na wewe wote kwa pamoja, tuhakikishe mwanamke unakuwa na kipato chako ili uweze kuishi maisha yako. Asante sana, ulikuwa nami mtangazaji wako Charming Mama, mpaka wakati mwingine.